Ilinichukua muda sana kufahamu jina lake halisi kama anaitwa Fred Mwesiga, na pia haikuwa rahisi kumpata kiuwepesi katika mazingira anayofanyia utume au anayoishi kwa jina hilo la Fred Mwesiga. Huyu ni Kamongo na hii ni Door to Door, sauti na jasho. Historia ya kuitwa Kamongo ni historia ni ya nyuma sana. Kipindi kile bado niko kijijini, hivyo wakati nimejiunga na kwaya mojawapo huko kijijini, kulikuwa na ile muziki ya zamani ile ilipigwaga na wasanii kusema Kamongo umemfanya nini Pegere. Hivyo nilikuwa napenda sana kuimba huo wimbo nikiwa mdogo, wakanitoa jina langu wakanibatiza hilo jina. Na katika mzunguko wa safari yangu ya ngoma nilikuwa sijui kama hili jina litaweza kufahamika kufika mpaka huko, ila sasa katika parokia ile kulikuwepo na padri mmoja. Alipokuja akanikuta Dar es Salaam, akasema kanisani kwamba huyu mtu mimi nilimfundisha ngoma na anaitwa Kamongo. Kila kipaji kina hadithi, kila sauti ina jasho lake. Kamongo au Fred Mwesiga jina lake halisi, amezaliwa kijijini huko mkoani Kagera, mahali ambapo kipaji chake cha kupiga ngoma hakikuonekana kuwa na thamani kubwa. Wengine waliona ni kelele tu, wengine waliona ni mchezo wa watoto, lakini ndani yake kulikuwa na kipaji kikubwa ambacho kilisubiri siku yake moja tu aje kung'aa. Ni kwamba mimi hiki kipaji ni kama nilizaliwa nacho, lakini kilikuja kikafahamika baadaye mbele ya watu wengine, ndugu zangu na familia, nikiwa na umri mdogo, nikiwa na miaka 9-10 ndo nikaanza kujihusisha na upigaji wa ngoma nikiwa mazingira ya kijijini huko, kabla sijajua mji. Ngoma nimezipiga kanisani nikiwa Kigangoni kwetu huko nyumbani mkoani. Nilianza nikiwa nimepelekwa na shangazi yangu na baba yangu mdogo waliokuwa wanaimba kwaya miaka hiyo. Wakawa kila wakienda zoezi wananivuta mkono nikiwa mtoto mdogo. Hivyo nilivyokuwa naangalia wanaimba pale Kigangoni kwetu, kulikuwa na vingoma vidogo vidogo. Hivyo katika uimbaji wao mimi nilikuwa na vipiga vile vingoma naendana nao. Baada ya kuendelea kuonekana kwamba mimi nimejihusisha sana na mambo ya ngoma, niliweza kushauriwa na wazazi wangu, wazazi wa baba yangu ambao ni babu yangu, waliweza kuniambia, akasema, mjukuu wangu, mimi sitaki upige ngoma katika maisha yako. Ni kwa sababu yeye alikuwa na utamaduni wa nyumbani kwetu kwa kanda ya Ziwa. Miaka ya nyuma walikuwa wanasema mtu ukipiga ngoma unaonekana sio wa thamani sana katika jamii. Kwa hiyo na babu akawa nilichukulia hilo, akasema, mjukuu wangu, usije ukajihusisha na upigaji wa ngoma. Yeye haikujalisha kwamba ni ngoma za upande gani, ni ngoma za kumsifu Mungu au ni ngoma za kidunia, ni ngoma aina gani, ila yeye alisema nisifanyeje, nisishiriki kwenye mambo yanayohusu ngoma. Lakini baada ya kuendelea kusoma, nikamaliza primary, nikaenda sekondari. Wale ambao nilisoma nao sekondari ndo wakaona tena nilivyoingia form 1, wakaona kwamba kumbe wewe unapiga ngoma. Ndo nikajiunga na kwaya ya shule. Kwaya ya shule nikawa napiga ngoma za shule, lakini bado napiga ngoma na kwaya ya kanisani ambayo ile wanaita TYSS. Kwa hiyo nikawa napiga ngoma, nikaendelea hivyo na ngoma, nikapiga tu. Miaka ilivyokuwa inaenda ndivyo mimi nilivyokuwa naendelea kujifunza na kujua. Baada ya muda kwenda,
nikawa nimetoka mazingira niliyokuwepo ya kule, nikaingia mazingira mengine ambayo nilikuwa naishi mission, nilikuwa naishi parokiani. Kwa aliyekuwa pale alikuwa ni baba yangu mdogo ambaye yupo mpaka leo, anaitwa Father Menezeti Mjawauzi. Sasa nikawa nimejiunga na kwaya hiyo. Parokia naweza nikaitaja ni parokia ya Kagondo, inapatikana wilaya ya Muleba. Hivyo nikajiunga na hiyo kwaya. Wakati naendeleza masomo yangu nikawa napiga ngoma. Siku moja Father akaniita, baba padri, akasema, mwanangu, angalia hizo ngoma, ipo siku zinaweza zikakutoa au ipo siku zinaweza zikakuharibia. Hivyo akaniachia fumbo hilo. Katika muendelezo wa kupiga ngoma pale pale nilimkuta mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu wa kwaya na mpaka leo yupo. Nilimkuta anapiga ngoma, akawa amenichochea kwamba niendelee na mimi kujifunza kama yeye. Nikajifunza, si kwamba alikuwa anasema piga hivi au simama hivi, ila mimi ndo nilikuwa namwangalia kwamba alichokuwa anakifanya alikuwa anafanya kitu gani, ili niendeleze kile alichokuwa anakifanya. Basi safari ya kujifunza ngoma ikawa imeendelea. Baada ya miaka kama nimeingia na karibia miaka 30, nikawa nimeachana na ngoma, nikaingia kwenye maisha mengine. Nikaona kwamba ngoma nimepiga kanisani, lakini matamanio yangu yote yalikuwa mimi nipige ngoma kwenye bendi, nipige ngoma kwenye miziki ya kidunia, ile miziki niliyokuwa naona kwenye video, kwamba na mimi nikifika pale stejini nionekane kama wale wanavyoonekana. Mawazo yangu nilikuwa sijui kama kuna miziki ya kiimani kama kwaya hizi ambazo ni kubwa au kwenye matamasha makubwa na mimi naweza nikaonekana. Nilikuwa sijui hilo, mimi nilikuwa najua miziki ya kidunia. Hivyo nikawa nimeachana na ngoma, nikaendelea na maisha mengine, nikazunguka. Mwisho wa mwisho nikaja kufika sehemu moja, ni mkoa wa Tabora, wilaya ya Nzega. Nikakutana na mwanakwaya mmoja, akawa amesema, kama unapiga ngoma naomba uende Dar es Salaam. Safari yangu ya kutoka huko kote ya ngoma ikaanza tena upya, wakati pale nilikuwa nimesha achana na hayo mambo. Basi nikatoka Tabora nikaingia Dar es Salaam. Kuingia Dar es Salaam nikawa naimba kwaya mojawapo. Hiyo kwaya ni kwaya ya chuo kikuu pale Mlimani. Basi nikajiunga nayo, kwaya Mtakatifu Agustino. Nikaimba nikapiga ngoma. Mara yangu ya kwanza walininunulia ngoma 8, nikawa nimeziweka chini. Siku hiyo ya kwanza ilikuwepo ndoa, ilikuwa Jumamosi. Nikapiga ngoma zile, paroko aliyekuwepo akasema, huyu kijana mmemtoa wapi? Ikawa ni maajabu kwa mara ya kwanza mimi kufika Dar es Salaam na kufanya hayo maajabu mbele ya watu ambao nilikuwa na waogopa kwamba wanaishi Dar es Salaam. Siku moja akafanya uamuzi mkubwa kuondoka huko kijijini na kuja mjini kutafuta thamani kipaji chake. Hapa ndipo mambo yalipoanza kubadilika. Akakutana na wadau ambao aliona kabisa wanaenda kutimiza ndoto yake ya muda mrefu, na ikapelekea mpaka kukutana na watu aliokuwa akitamani siku moja afanye nao kazi, kufanya muziki au kuendeleza kipaji chake kwa upande wa bendi nje kabisa na utume wa kwaya. Na hapo ndipo akakutana na bendi maarufu jijini Dar es Salaam inayojulikana kama Akudo Impact. Nikapata mtu mwingine mmoja wakati niko pale pale kwenye kwaya. Huyo mtu naweza nikamtaja au ikawa ni siri yangu, lakini najua, namshukuru sana. Nikampata akasema, kama unapiga ngoma, na matamanio yangu mimi yale niliyokuwa nayo siku za nyuma yalikuwa ni kwenda kwenye bendi. Basi yule mtu akasema, nitakupeleka kwenye bendi unayoitaka. Akabahatika akanipeleka kwenye bendi moja ya Akudo Impact.
nahisi inafahamika tu sana. Nikaenda mle, akasema kana na hawa watu, piga mziki unaotaka. Nikajiunga nao, na kwa bahati nzuri ile bendi asilimia kubwa walikuwa ni watu wenzetu, majirani zetu wa Kongo. Nikajiunga nao, wakanielekeza kwamba ngoma piga hivi, piga hivi, piga hivi. Nikawa naenda nao kwenye show, tukawa tunapiga show kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 9 usiku. Haya, nikawa narudi. Nilifanya nao kazi kwa kipindi cha miezi 3-4, lakini kwa bahati nzuri au mbaya, kwa sababu hapo ni bahati mbili tu, nzuri au mbaya, sikuweza kulipwa hela yoyote, ila niliweza kupata ule ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kuweza kufanya yale niliyokuwa nayatamani. Baada ya hapo nikawa nimepata shule ya kwenda kusoma. Huyo aliyenipatia bendi akawa amesema kuna shule ya wenzetu wametoka nje Uswizi, wanakuja, wanataka wanafunzi, wanataka vijana wenye vipaji. Kwa hiyo pale hao wafadhili hawakuchagua vipaji gani, ila walisema tunataka vipaji vyote, kuimba, gitaa, kinanda, ngoma na nini. Kwa hiyo nikabatika, nikaenda kujifunza kwenye shule yao. Hiyo shule mwaka 2013 na 14 ilikuwa hapo Mikocheni B, hapo Feza. Ilikuwa inaitwa Mayday Music School. Nikajiunga nao. Wakati nimefika chuoni, nikaweza kuulizwa unahitaji ujifunze kifaa gani kingine tofauti na ngoma. Nikasema mimi matamanio yangu yote ninatamani nipige ngoma, ila natamani nijifunze ngoma tu, nijue ngoma ni nini, chimbuko la ngoma ni wapi, na ngoma inatumikaje na inatumika wapi. Basi nikapewa walimu wawili, wakawa mmoja ananifundisha tumba, mmoja ananifundisha zile drum kit. Basi nikajifunza, ila sana sana nikawa nimejikita kwenye upigaji wa tumba. Safari ikaendelea. Wakati nimeanza chuo, hicho chuo walikuwa wametupangia miaka 2, usome miaka 2 umalize, halafu upewe cheti uende huko ukajitegemee. Basi wakati niko kwenye masomo ya ngoma chuoni hapo, ndo nikapata changamoto nyingine ya maisha. Nikatamani niache chuo. Basi nikawa nimepata moyo. Basi katika safari hiyo, wakati huo niko naimba kwaya ile ya Mtakatifu Agustino chuo kikuu. Nikawa nimetoka maisha ya vijana na maisha ya mjini, nahisi utakuwa unaelewa. Nikatoka, nikasema lakini ngoja nitafute kwaya ambayo naisikia ya Mtakatifu Kizito. Ndo nikaipata, nikafika parokia ya Mwenye Eli Makuburi, nikajiunga na Mtakatifu Kizito kwaya. Sasa safari ikaanzia hapo tena, ikawa ni safari kama ya 4 kuhusiana na ngoma. Basi wakati naimba mara yangu ya kwanza mimi kupiga ngoma kwaya ya Mtakatifu Kizito, nilipiga, walikuwa na wenyewe hawaniamini kwamba nitaweza kufanya kile walichokuwa wanakitamani. Kwa mara ya kwanza mimi wakati nimefika kwenye ile kwaya nilikuwa sijaonekana, maana nilikuwa ndani. Kwa hiyo wanakwaya wa Mtakatifu Kizito hakuna mwanakwaya yeyote aliyekuwa ameshawahi kuniona. Hivyo siku ya kwanza nimepiga ngoma niliweza kushangaza kanisa zima, na wanakwaya wenyewe wakaanza kushangaa, wanasema huyu umemtoa wapi? Lakini ni Mungu tu niliweza kufika pale. Okay, baada ya hapo tukaendelea na utume hivyo na kwaya ya Mtakatifu Kizito, na mpaka safari hii tuko wote.
Sasa nikirudi upande wa darasani kule, nikaendelea kusoma. Nilivyosoma nikawa nafundishwa kile nilichokuwa nakitaka. Ile bendi niliyokuwa nimejiunga nao walionipeleka, na wenyewe nikawa nimeacha, kwa sababu mazingira niliyokuwa ninaishi yalikuwa hayaniruhusu mimi kutoka usiku kurudi usiku. Kwa hiyo ikabidi safari yangu ya kupiga ngoma kwenye miziki ya kidunia iishie pale. Kwa hiyo nikabaki na safari yangu ya kupiga ngoma kwenye kwaya na kanisani. Kwenye ngoma, kwa level ambayo mimi nilijifunza nikamaliza, nina uwezo wa kufundisha mtu akajua kupiga ngoma, akajua nini maana ya ngoma. Uwezo wangu mimi wa kupiga ngoma, kwa kawaida napiga ngoma 1 mpaka ngoma 9 zikiwa zimepangwa, lakini hicho kitu wengi wao wanasema haiwezekani, wakati wengine wanasema inawezekana. Wengine ambao wamesha nishuhudia wanajua ambacho huwa nakifanya. Kamongo kazi hii anaipenda kwa moyo wake wote. Maneno haya yanasadifu anapokuwa kazini kwake. Unaona jinsi anavyotoa ushirikiano, viungo vyake, akili yake na kile anachokifanya. Unaweza sema mikono yake na sumaku ina ushirikiano mkubwa na zile ngoma anazozipiga. Ni mapenzi makubwa na karama ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia. Kuna njia nyingine ambayo naitegemea tu sana kwa wale ambao wananiita kusema njoo tufundishie vijana wetu, njoo tufundishe jinsi ya upigaji. Hapo ndo walau ninaweza nikasema kwa wiki, kwa mwezi, aidha miezi miwili, anaweza tukaelewana, tukasema bwana, hapa tumetoka hivi na hivi. Leo hii mbali na kupiga ngoma, ameamua kwenda hatua nyingine. Ni muuzaji na msambazaji wa ngoma zenye ubora, na pia mwalimu anayefundisha upigaji wa ngoma kitaalamu. Lengo lake ni moja tu, kufanya karama ya kupiga ngoma kuthaminiwa zaidi, kama ilivyo kwa wapiga vyombo vingine, mfano kinanda. Wengi sana wanajua vifaa, wengi sana Wakatoliki wanajua vifaa vya mziki kama vinanda, magitaa, makayamba, ngoma, wanajua sana, na wanajua sehemu vinapotokea. Wanajua kwamba utofauti wa hivyo vifaa, vipo vifaa ambavyo havistahili na vifaa ambavyo vinastahili, lakini wanashindwa kusema ukweli ndani ya kanisa. So nimeona mimi nijiweke upande huo. Kama wewe unahitaji ngoma, utapitia kwangu, nitakupatia ngoma ambayo ni original, kayamba na vifaa vingine vya muziki, ili kanisa lisipate vifaa ambavyo havistahili. Tusiwe tunajua kitu alafu tukakinyamazia, alafu mwishowe kesho tukaanza kulalamika kwamba kilinunulika kitu fulani juzi, leo kimeshaharibika. Wengi sana makanisa mengi yanalia sana, viongozi wanalia, vifaa vinanunulika, havimalizi wiki, siku moja, siku ya pili vishaharibika. Ila wale wanaouza wanajua fika kwamba bwana, hivi kifaa sio. Sasa mimi nimejitoa ili iwe hivyo. Utakayenielewa, tutaongea, tutawasiliana, nitakusafirishia. Mimi nitatafuta vifaa ambavyo vinadili navyo, vitafika kanisani. Kwa wale ambao nimeshawatumia, ambao wameshapitia kwangu, wanaweza wakawa mashahidi kwamba wana vifaa vizuri. Kama ngoma mpaka sasa hivi wanatamba nazo miaka 4, 3, 5, ngoma ziko vizuri. Kwa kunipata, namba yangu ya simu niko na namba 2, ni 0762 46 50 39 au 0693 48 8344. Fredi Mwesiga. Hii ndiyo hadithi ya Kamongo au Fredi Mwesiga,
kijana ambaye hakukubali kipaji chake kudharauliwa. Aliondoka kutafuta thamani yake, na leo jamii inaanza kuisikia sauti ya ngoma yake. Mimi nipo kwenye ngoma, mimi ni ngoma, naishi na ngoma. Jodette Dominic, KMK Media.